Habari, karibu katika mada ya leo. Leo tunakwenda kuangalia moja ya mada muhimu sana kuhusu changamoto wakati wa hedhi. Jinsi ya kukabili changamoto wakati wa hedhi kwa ndugu zetu wakina mama, wakina dada ambao wanapitia mzunguko wa hedhi angalau mara moja kwa mwezi. Hedhi ni mzunguko wa kawaida wa uzazi katika mwili wa mwanamke. Mzunguko huu hutokea mara moja kwa mwezi. Wakati wa mzunguko huu mwanamke anaweza akapata changamoto kadhaa ikiwemo maumivu makali ya tumbo, kichwa kuuma, hali ya kihisia, hisia za hofu, hisia za huzuni na hisia za upweke. Sasa kuna njia mbalimbali za kukabili changamoto hizi ambazo nakwenda kuzielekeza katika mada hii ya leo. Njia ya kwanza ni jinsi ya kukabili maumivu makali ya tumbo. Baadhi ya wanawake hupata maumivu makali sana ya tumbo. Hii ni kutokana na mkazo kwa misuli ya tumbo la uzazi, lakini pia kupungua kwa mzunguko wa damu katika eneo la mgongo na kiuno, jambo linalopelekea maumivu makali ya tumbo, lakini pia maumivu ya mgongo na maumivu ya kiuno, ndio mwingine pia na maumivu katika maeneo ya mapaja. Jinsi ya kukabili hali hii, kwanza tunashauri utumie dawa za maumivu siku moja au siku mbili kabla ya kuanza kwa tarehe ya hedhi ambazo zimeshauriwa na daktari, lakini pia unaweza ukapata muda wa kupumzika, kufanya mazoezi mepesi kama kutembea na kupata muda wa kutosha wa kulala na kupumzika, lakini pia kunywa maji mengi. Changamoto ya pili ambayo inaweza ikatokea ni maumivu makali ya kichwa, lakini pia mwili mzima kuuma au kujisikia homa. Baadhi ya wanawake hujisikia homa kabisa anapopata changamoto anapokuwa katika kipindi cha hedhi, lakini ni sio wengi sana, ni wachache. Cha kuzingatia ni kile kile kama changamoto ya kwanza, hakikisha unatumia kwanza dawa za kutuliza maumivu, unapata muda wa kupumzika, lakini pia haukai peke yako muda mrefu katika hali ya upweke. Changamoto ya tatu ni hali ya hisia za huzuni, upweke, kukata tamaa, lakini pia kuhisi hasira. Hali hii ni kutokana na mabadiliko ya homoni mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea mwanamke huyu akahisi hofu, hisia, wasiwasi mwingi. Hasa jinsi gani ambavyo anaweza kukabili changamoto hii? Kwanza ni kuongea na mtu ambaye anamwamini, inaweza ikawa mzazi, ikawa mpenzi au mwenza, lakini pia kutumia mbinu mbalimbali za kudhibiti msongo wa mawazo kama kusoma vitabu, kuangalia TV, kusikiliza muziki na kufanya mazoezi mbalimbali. Hali hii inawasaidia sana mabinti wengi kudhibiti hali ya kihisia wakati wa hedhi. Changamoto nyingine ni kutoka kwa damu kwa kiwango kikubwa, tunaita abnormal uterine bleeding. Baadhi ya wanawake hupata changamoto ya damu kutoka sana na mfululizo, tena inaweza kazidi zile siku 3, 5 na ikaendelea hata siku 7 hata siku 14. Sasa jinsi gani ambavyo unaweza kukabili changamoto hii hapa? Kwanza hakikisha unabadili pedi isipo takriban masaa 4 mpaka masaa 6 kwa siku. Pale tu unapoona pedi imejaa, ipo nusu imejaa damu kwa kiwango kikubwa, basi badilisha, vaa nyingine. Lakini pia hakikisha unakuwa msafi muda wote. Changamoto kingine cha kufanya ili kudhibiti upungufu wa damu, kuna dawa ambazo daktari anaweza kukushauri ambazo zinaweza zikadhibiti upungufu wa damu. Kwa mfano tranexamic acid inafanya vizuri pia kwa kuzuia upungufu wa damu, lakini pia tunashauri binti huyu au mama huyu atumie vyakula ambavyo vinaweza vikamsaidia kuongeza damu, ikiwemo kuna nyama, kuna juisi ya aloe vera, lakini pia kuna matunda pamoja na mboga za majani. Changamoto nyingine ambayo mabinti huwa wanakutana nayo hasa wakati wa hedhi ni hali ya chunusi. Baadhi, lakini sio wote, wanaweza kupata hali ya chunusi usoni. Hasa jinsi gani ambavyo unaweza kudhibiti hali ya chunusi usoni? Ni kunawa uso takribani mara 2 au mara 3 kwa siku kutumia maji ya vuguvugu. Changamoto nyingine ni kujaa kwa gesi tumboni. Hizi ni hisia ambazo mabinti baadhi wao wanapitia, kwamba anaweza kahisi kwamba tumbo limejaa gesi na maumivu makali. Hasa jinsi ya kudhibiti changamoto hii, hakikisha tumia vyakula ambavyo vinaongeza gesi, lakini pia napata maji ya vuguvugu, na hali ikizidi basi tunashauri amwone daktari ili amshauri dawa za kuzuia gesi kuongezeka tumboni. Kuna omeprazole, kuna lansoprazole, kuna magnesium thiosulfate. Hii ni kutokana na utashi wa daktari atakavyoona changamoto ya mgonjwa huyo. Kitu kingine ambacho kinawasumbua sana watu wengi wakati wa hedhi ni harufu mbaya ya ukeni.
Changamoto hii inaweza ikatokana na kuchelewa kubadilisha, hasa kuchelewa kubadilisha pedi. Tunajua damu ikikaa muda mrefu inaweza ikapelekea harufu kali. Sasa akichelewa kubadilisha, inaweza ikampelekea mtu huyu akapata changamoto ya harufu kali na kupata maambukizi ya bakteria kwa urahisi. Kwa hiyo tunashauri binti au mama kisha anabadilisha pedi mara kwa mara ili kuepuka changamoto ya harufu kali na harufu mbaya kutoka katika sehemu ya uke. Changamoto nyingine ambayo watu wanakutana nayo ni ukosefu wa mataulo ya kike. Nimeelezea sana kuhusiana na pedi. Baadhi inaweza kafika siku zake lakini amekosa changamoto ya pedi. Jinsi ya kuepuka changamoto hii, unaweza pia kuongea na mtu ambaye unamwamini ili akusaidie walau hata upate taulo za kutumia, lakini pia unaweza pia ukawa unajipanga na unajiandaa na siku zako zikikaribia, basi unahakikisha unapata taulo kadhaa ili zikusaidie wakati wa kutumia kipindi cha hedhi. Changamoto nyingine ya mwisho ni kuwashwa kwa sehemu za siri. Hii ni kutokana na kuvuja kwa damu, lakini pia ni kutokana pia muda mwingine na aina ya pedi ambazo wanaweza wakawa wanatumia. Kuna baadhi ya pedi zina kemikali na si kila pedi inaweza kumkubali kila mwanamke. Kuna baadhi ya wanawake hazikubali baadhi ya pedi, wakitumia zinawaletea changamoto kadhaa. Kwa hiyo tunashauri katika kipindi hiki azingatie aina ya pedi, lakini pia azingatie aina ya sabuni, sio na kemikali nyingi ambayo inaweza kumletea changamoto mbalimbali. Ndugu mtazamaji, naamini kuna jambo umejifunza katika video ya leo. Nikuombe usisahau kusubscribe, kulike na kushare maudhui hayo kwa marafiki. Lakini hakikisha umeshare video hii kwa binti mmoja au mama mmoja ili apate kujifunza. Ila unaposhare video hii basi hakikisha pia umemtumia na hela 2,000-5,000 kwa ajili ya taulo ya kike ili iweze kumsaidia. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, nikutakia siku njema na Mungu akubariki.